Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Nikualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehane Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia mumwenzi Magufuli, ajivunia kumaliza miradi, asema atafanya makubwa, ahidi kugusa makundi yote, Biteko mshukuru thamani ya madini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. JK msifu Dr. Mwenye kasi ya maendeleo, habari katika ukurasa wa 3. Serikali yapongezwa kumwenzi baba wa taifa, habari katika ukurasa wa 20. Wachimbaji wamshukuru Samia kumaliza kero 33, habari katika ukurasa wa 5. Bashiru akumbusha wosia wa Nyerere mambo matatu, habari katika ukurasa wa 20. Nchimbi tumejengwa tutumikie wananchi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Othman ahidi kuwezesha wajasiriamali, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili imeandika ADC yaahidi kuongeza mishahara ya polisi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha inamuonesha mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan akiwa na aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Ziwa, mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho Ezekia Wenje alijiunga CCM katika mkutano wa hadhara wa kampeni uliofanyika Chato mkoani Geita jana. Kulia ni sehemu ya wananchi waliohudhuria mkutano wa kampeni mjini Geita. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 8. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Wenje ang'oka, ademkia CCM akirusha makombora Chadema, afichua mpango wa kususia uchaguzi ulivyosukwa, adai CCM ni ligi kubwa, Heche atoa kauli, Samia amtaja JPM. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Kauli ya Samia: nimefurahi nimefika kituo hiki na nimepata zawadi kwa mdogo wangu Wenje ambaye tumempokea hapa, nimefurahi sana, nimwambie tu karibu nyumbani, kwa hiyo tumempokea. Gazeti hili limeandika Lissu alivyoibua mjadala akihoji elimu ya shahidi, habari katika ukurasa wa 9. Nyerere amejenga Tanzania ya yote yanawezekana, habari katika ukurasa wa 3. Fanya haya kulinda afya ya macho kwa watoto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika INEC lawamani kata 10 kufutwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Kwa nini uamuzi huu sasa? Ni swali linaulizwa na wachambuzi wa masuala ya siasa na wagombea udiwani katika baadhi ya kata ambazo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imewaengua. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Tunatazama sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia atoa ahadi kuhusu uwanja wa ndege Chato, pia kujenga mpya Geita, asema kila anayedai fidia miradi ya serikali yatalipwa, asisitiza kukuza sekta ya madini kwa 9%, habari katika ukurasa wa 4. Pigo lingine Chadema, Wenje atimkia CCM, habari katika ukurasa wa 4. Mgombea wa rais CUF haidi Neema Ruvuma, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Pingamizi la Jamhuri, kesi ya Lissu la kwa kisiki, habari katika ukurasa wa 4. Mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam imetupilia mbali pingamizi la mawakili wa serikali la kupinga kupokelewa maelekezo ya maandishi ya shahidi wa pili wa Jamhuri kuwagelelezo upande wa Lissu. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Mgombea urais ACT Zanzibar kutoa fidia ya ardhi kwa haki, habari katika ukurasa wa 3. TBS yateketeza tani 1.35 za bidhaa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Trump
vita kati ya Israel na Hamas imekwisha, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika kuchunguza afya mapema, nguzo kuu ya maisha, habari katika ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gazeti Nipashe mwanga jamii lenye limeandika Ezekiel Wenje ajiunga CCM, Samia haidi neema za kitaifa Geita, mwalimu ubwabwa wa Chauma umekubalika da, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 7. Lissu aibwaga jamhuri kortini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Majaji wakubaliana na hoja 43 za mtuhumiwa huyo wa kesi ya uhaini. Maelezo ya maandishi ya shahidi wa upande wa jamhuri sasa kutumika kama kielelezo cha utetezi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Dira 2050 inavyoongozwa na PPP, mtaji wake elimu, habari katika ukurasa wa 4. Ripoti maalum da inavyopoteza muda, fedha na afya katika foleni, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mchuano wa ahadi wa saka urais Zanzibar, ACT, CCM na NCCR, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ushahidi kortini, taa kutoka China za bainika zilibeba dawa za kulevya, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii. Gazeti Jamhuri Jumanne ya leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni NHIF imara, kutoka kupata hasara ya shilingi bilioni 270 hadi kupata faida ya shilingi bilioni 214. Dr. Irene, tunaweza kulipa madai mwaka 1.5 bila kupokea michango. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Gazeti limeandika falsafa za Nyerere kulindwa, Dr. Samia asisitiza kutovumilia viashiria vya uvunjifu wa amani, mshikamano. Akemea wanaotaka kufanya maandamano, akisema kibati kikipasuka serikali iko nao, ahidi kumaliza mchakato wa katiba mpya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lissu ngangari, mashahidi ngunguri, kesi ya uhaini, habari katika ukurasa wa 4. NSSF, tunataka ukistaafu leo kesho unalipwa, habari katika ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazame sasa gazeti Uhuru, ukweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Dr. Samia wapa faraja wenye mahitaji maalum, asema CCM ikipewa ridhaa ya kuliongoza taifa itahakikisha kundi hilo linanufaika kupitia ajira, afya, elimu. Ahutubia umati wa wananchi katika mkutano uliofanyika Geita, fafanua namna ilani ilivyojali wenye ulemavu, habari katika ukurasa wa 2. Nchimbi ataja kipaumbele CCM ni kuwatumikia Watanzania, ndio maana imeendelea kuaminiwa kuongoza nchi, habari katika ukurasa wa 3. Mgombea urais wa CUF ahamasisha kupiga kura, habari katika ukurasa wa 10. Balozi Liberata awapa neno vijana kuhusu amani, habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Wenje ahamia CCM, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kanda ya Ziwa Ezekiel Wenje ametangaza kwa kihama chama hicho na kujiunga na chama cha mapinduzi CCM, habari katika ukurasa wa 3. Kikwete ataka Wazanzibari walinde amani na maendeleo, habari katika ukurasa wa 7. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, ninalo mikononi mwangu lenye limeandika Dr. Mwinyi, tutaisuka upya Mnazi Mmoja, ashuhudia utiaji saini wa mkataba wa ujenzi, habari katika ukurasa wa 2. ACT yaahidi kuwezesha wanikadagaa, habari katika ukurasa wa 3. Serikali imefanya jitihada kuimarisha elimu Hemedi, habari katika ukurasa wa 2. Fahamu mambo 5 aliyotilia mkazo Mwalimu Nyerere, habari katika ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Dr. Samia kuimarisha uchumi wa Geita, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Mwanaspoti
lenye limeandika salamu mpya za Zimbwe, mchaka wa Falls, akitaja Silver Strikers. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ripoti maalum, balaa la tabia nchi viwanjani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Star Simba amchomoa Kamara. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Fela zibifu ziacheni. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Lakini pia gazeti hili imeandika mechi ya kirafiki leo Jumanne, Iran dhidi ya Tanzania saa 12 jioni, Shabab Al Ahili. Hadithi mpya ya mtoto wa mjini ni katika ukurasa wa 16 wa gazeti hili. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti ya Habari Leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Mtanzania ng'ara Chicago Marathon, Samia kujenga uwanja Geita, Taifa Stars yapania rekodi mpya AFCON Morocco, Onyango achekelea kuitumikia tena Uganda. Habari katika ukurasa wa 22. JKT Queens yaota ubingwa wa Afrika. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.